Karibu katika matukio ya wiki. Mimi ni wako Jackson Wilson, na leo hii nakuletea matukio ambayo aliweza kutrend katika wiki nzima kuanzia Jumatatu iliyopita mpaka siku ya Jumapili. Tukianza hapa nchini Tanzania, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba alituma salamu za pole kwa familia zote zilizoathirika na maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, akiwataka Watanzania kuungana kwa pamoja, lakini pia kuomboleza pamoja na wengine ambao wanapita katika kipindi kigumu, bila kusahau wengine ambao mali zao ziliweza kuathirika kutokana na vurugu hizo. Lakini habari nyingine ambayo iliweza kutrend katika wiki iliyopita, mkuu wa polisi ya wilaya ya Chunya mkoa wa Mbeya alisisitiza bodaboda kutouziwa mafuta ya petroli zaidi ya lita 2, akisema kwamba kufanya hivyo kunaweza kuchochea vurugu ambazo zinaweza kutokea tarehe 9 Disemba mwaka 2025. Lakini katika habari nyingine iliweza kutrend ni viongozi wa Chadema washinda shauri la kudharau mahakama. Tunaona namna ambavyo mahakama iliweza kutupilia mbali kesi hii ambayo Chadema waliweza kushtakiwa. Lakini habari nyingine ambayo iliweza kutrend, waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete aliwataka Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma kumuita na kumhoji juu ya uhalali wa umiliki wa vituo vya mafuta, akisema yupo tayari kuhojiwa kwa sababu pengine kuna mtu ambaye anajua kwamba yeye anamiliki, basi ajitokeze kuweza kutoa ushahidi kama yeye kweli anamiliki. Lakini katika habari nyingine iliweza kutrend wiki iliyopita ni kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo linaongozwa na Askofu Josephat Gwajima lilifunguliwa, na waziri mkuu aliweza kuagiza kwamba kanisa hilo ambalo limefungwa kwa wiki kadhaa au miezi kadhaa sasa liweze kuachiwa na watu waweze kufanya huduma za kiibada kama kawaida. Lakini katika habari za kimataifa ambazo zilitrendi, jeshi la Guinea Bissau lilitangaza kuchukua madaraka na kumkamata Rais Omaro Sissoco. Tunaona namna ambavyo mapinduzi ya kijeshi yalitokea huko katika nchi ya Guinea Bissau. Huu ni mwendelezo wa matukio ya mapinduzi ya kijeshi katika bara la Afrika. Lakini habari nyingine ambayo iliweza kutrendi katika kimataifa ni moto mkubwa huko katika nchi ya China, mji mkuu Hong Kong. Watu zaidi ya 128 wafariki dunia na wengine zaidi ya 150 hawajulikani walipo hadi leo. Lakini habari zingine ambazo ziliweza kutrendi ni rais wa zamani wa Brazili aanza kutumikia kifungo cha miaka 27. Lakini katika habari nyingine aliyoweza kutrend katika wiki iliyopita ni Niger ilitangaza hali ya dharura ya usalama. Ni mara baada tu ya makundi ya kigaidi kuweza kuitawala, lakini pia kufanya matukio ya uhalifu, huku wakiteka wanafunzi ambao mpaka sasa hivi wengine hawajulikani walipo. Lakini katika habari nyingine ya kimataifa, Trump atangaza mpango wa kusitisha wahamiaji kutoka nchi ambazo hazijaendelea. Katika mpango wake alitangaza kwamba rais huyo kwamba nchi ambazo ni maskini zitasitishiwa uhamiaji kutoka katika nchi ambazo ni maskini na kuingia katika nchi ya Marekani. Lakini katika habari za michezo, katika mwendelezo wa michezo ya klabu bingwa, Simba yapoteza tena mchezo wake hapo jana mara baada ya kupokea kipigo kutoka kwa Stade Malien katika mechi ambayo ilipigwa huko katika nchi ya Mali. Simba iliweza kupoteza kwa goli 2-1 katika mchezo huo. Lakini pia Young Africans yazidi kuokota pointi mara baada ya kutoshana nguvu na kutoka sare ya kufungana goli 1-1 na GS Kabylie. Tunaona mwendelezo. Lakini pia kimataifa katika mchezo tunaona ligi kuu ya Uingereza iliweza kuendelea, na huku mchezo wa kundi EPL maarufu Chelsea ikikabana na Arsenal. Lakini katika mtanange huu ambao ulipigwa, Chelsea ilitoka sare ya kufungana goli 1-1. Tunaona namna ambavyo Chelsea walikuwa wamekamia hiyo mechi, watu wengi waliweza kusema. Lakini pia Arsenal, licha ya kwamba Chelsea ilikuwa pungufu, lakini waliweza kupambana na kuhakikisha kwamba wanaokota alama moja pale Stamford Bridge. Hii ni CF Media.